Sikiliza, mara nyingi katika maisha kunapokuwa na bei ya kulipa, tunakuwa hatuko tayari kumfuata Mungu. Shaka inaenea kama kirusi, na kuwa ni kirusi fulani, hili shaka linapenda kutembea. Mtu mmoja akianza kuongea linaruka kwa mtu mwingine. Na kualika kwa moyo wote kujiunga nasi katika mfululizo huu wa masomo, ambapo tutajifunza pamoja jinsi ya kuwa waaminifu hadi mwisho. Mwandishi mmoja maarufu aliandika, uhitaji mkubwa zaidi wa ulimwengu ni uhitaji wa wanadamu, watu ambao hawawezi kununuliwa wala kuuzwa, watu ambao ni waaminifu katika roho zao, watu wasioogopa kuita dhambi kwa jina lake sahihi, watu wenye dhamiri, waaminifu kwa wajibu kama sindano kwa dira, watakaosimama kwa ajili ya haki hata mbingu zikianguka. Biblia inasema, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Imeandikwa katika Ufunuo 3:21, na Yesu Kristo ndio aliongea hivyo. Ulimwengu wa sasa unahitaji watu wa aina fulani, watu wasioweza kununuliwa, waaminifu katika roho zao, wasioogopa kuita dhambi kwa jina lake, wenye dhamira safi, waaminifu, watu watakaosimama kwa ajili ya haki hata mbingu zikianguka. Rafiki, ikiwa unatamani kujifunza zaidi kuhusu jinsi ya kuwa miongoni wa watu kama hawa waaminifu, ninakualika katika haya masomo, mfululizo maalum unaoitwa Hakiuzwi. Karibu tujifunze pamoja, tuweze kuelewa na kusimama imara, kuwa thabiti na mwaminifu mpaka mwisho kwa ajili ya kweli. Karibu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa muda huu wa pekee tunapoweza kukaa na kutafakari juu ya neno lako. Baba, ni muda mzuri kiasi gani tunapoweza kukaa na kusikiliza neno lako. Ninaomba utubariki. Vuta kila wazo la mtu atakayosikiliza hiki kipindi aweze kukuona wewe, aweze kuona uzuri na wema wako, upendo wako kwa ajili yake, na kuelewa mapenzi yako kwa ajili ya maisha yake. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina. Ndugu msikilizaji, mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha leo cha pekee. Usikose katika huu mfululizo ya masomo. Tukae tuangalie, je, Biblia inataka kutuambia nini itutie moyo katika kutembea na Yesu. Na leo tutajifundisha, tutasoma, tutaangalia kwa makini na kuangalia, je, siku maji yalivyoogopa na kutetemeka. Siku maji yalivyoogopa na kutetemeka. Biblia inasema katika Kutoka 14 mstari wa 9, Wamisri wakafuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pi Hairoti, kukabili Baal-Sefoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao. Wale waliokuwa wana uwezo mkubwa wa kuangalia wakaona ghafla kuna sehemu fulani kuna vumbi linatokea, na alipoangalia vizuri anaona kuna magari ya majeshi yanakuja. Kumbuka ni kipindi angali Waisraeli walikuwa wametoka Misri, na sasa Farao amegaili, anatamani kuwarudisha. Anaona hawa watumwa ni mali ya pekee ameipoteza, wanahitaji warudi wamtumikie. Sikiliza, angali hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana, wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wakamwambia Musa, je,
Kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani. Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri. Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Haijalishi ni miujiza mingapi waliona, haijalishi walikuwa na hofu, haijalishi ni namna gani walikuwa wamemuona Mungu katika maisha yao, wameshuhudia makuu Mungu aliyoyafanya, lakini bado changamoto zilipotokea, walianza kumwangalia Mungu na kumwona Musa kama mtu wa ajabu na kumlalamikia. Rafiki, haijalishi ni miujiza mingapi sisi tunaweza tukawa tumeiona, tunaweza tukawa na hofu pale changamoto zinavyoingia. Na mara nyingi ni vigumu kuachana na mabwana wa zamani waliokufanya watumwa. Yawezekana ni tabia fulani iliyokuweka katika minyororo ya dhambi. Kuna jambo fulani umeshindwa kuliachia, na pale unapoamua kusema Bwana wangu kuanzia leo ni Bwana mpya, ni Yesu Kristo, ni Masihi, kuna changamoto zitatokea, na tutaanza kujiuliza, je, huyo Yesu kweli ninaweza nikamfuata? Na hapa tunaona kuna mawazo fulani ya utumwa. Wangechagua kuwa watumwa kuliko kuwa huru ikiwa kungekuwa na gharama yoyote. Sikiliza, mara nyingi katika maisha kunapokuwa na bei ya kulipa, tunakuwa hatuko tayari kumfuata Mungu. Shaka inaenea kama kirusi, na kuwa ni kirusi fulani, hili shaka linapenda kutembea. Mtu mmoja akianza kuongea linaruka kwa mtu mwingine, inasababisha kusahau. Unakumbuka tu shida na kusahau baraka Mungu alizokufanyia, miujiza Mungu aliyokufanyia. Shaka ni nguvu na ni moja ya silaha za shetani alizokuwa nazo Ibilisi. Yawezekana wewe una mashaka leo, nitafaulu, hii kazi nitapita, hii sehemu, hii changamoto itakuwaje, haya maisha nitayaweza. Na inaenea kwa watu wenye kinga ndogo. Yaani shaka ni kirusi fulani kinaenea kwa watu wenye kinga ndogo, na inasababisha kusahau mibaraka na miujiza Mungu aliyotufanyia na nguvu aliyotuonyesha katika maisha yetu kama wana wa Israeli ilivyowatokea. Sikiliza, itakufanya uone uzoefu wa zamani tofauti. Miujiza uliokuwa zamani umesema kwamba Mungu, ulikuwa umeshuhudia kwamba Mungu amefanya jambo, sasa hivi utaanza kuweka shaka kwamba kweli ni Mungu kweli aliniita katika hili. Na katika majaribu tunamhitaji Mungu apigane kwa ajili yetu. Na wana wa Israeli walikuwa wamekwama. Wana wa Israeli walikuwa wamefika mwisho wa uwezo wao. Yaani mbele maji, nyuma milima, alafu huku Farao anakuja na majeshi. Zaburi 77 mstari wa 1 mpaka wa 3 inasema, kwa imani yangu na kimya nitalia kwa Mungu, naam nitalia kwa Mungu naye atanisikia. Na Zaburi tunajifunza kitu kimoja. Tunaona huyu aliyoandika haya mafungu ya Zaburi 77, naye alikutana changamoto katika maisha, alishindwa kuwa na jibu, na akasema, naam nitalia kwa Mungu naye atanisikia. Katika siku ya shida yangu Bwana nalimtafuta,
usiku kucha nikaunyosha mkono wangu usichoke, nafsi yangu ikakataa kufarijiwa. Yaani alifika sehemu usiku mzima machozi yanatiririka na mto unaloa machozi. Na katika ule muda anasema kwamba nafsi yangu ikakataa kufarijiwa. Namkumbuka Mungu, nikaona shida, nitalalamika na roho yangu itazimia. Sikiliza, dawa kuu ukipitia wakati mgumu na wa mashaka iko katika vitabu vya Zaburi. Na Biblia inaweka wazi, labda maisha yamekurudisha na kukuwekea mawe mengi, roho yako imefika sehemu unasema imefadhaika. Kinachofuata baada ya hapo, unaanza kulalamika. Yaani maombi yako sio tena maombi ya kumsifu Mungu, ni maombi ya kumlalamikia Mungu. Mara ngapi tunapoomba tunalalamika? Asafu anatembea kwenye njia ya malalamiko katika Zaburi 77 na hawezi kulala. Na kadri anavyoendelea kutafakari, anaruhusu azame katika mashaka rohoni mwake, na anaanza kuweka mashaka kwamba Mungu si mwenye neema tena. Na anasema kwamba je, Mungu ni mwema kwangu? Ila Ayubu ndio anatukumbusha, anasema mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, na nitarudi huko tena nikiwa uchi. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Kumbe Mungu ndiye anatoa na kuchukua. Sikiliza, neema na rehema zinawekewa mashaka na mwandishi wa Zaburi, na tukiangalia vizuri ni kwa sababu ya shida na malalamiko. Ndipo ni sababu anashindwa kuiona neema ya Mungu. Sikiliza, hali yangu ninavyojisikia moyoni mwangu si kiashiria cha sifa au wema au neema ya Mungu katika maisha yangu. Neema ni nini? Neema ni kwamba kupokea mambo usiyostahili, na rehema ni adhabu tuliyopaswa kupokea na tusipokee. Hivyo vitu viwili, na katika maisha yetu hivyo vitu viwili daima hatupaswi kuviwekea mashaka kwamba Mungu ni mwenye neema na mwenye rehema. Sikiliza, mstari wa 10 nasema kwamba ukilalamika vya kutosha unaweza kuhitimisha kwamba kwa namna fulani Mungu amebadilika, na tunajiweka mahali pa kukata tamaa kabisa. Unakuta malalamiko ni maada inayoanza kuwa kuu ya maombi yetu, na inakuanza kuwa maada inayoanza kutuchonganisha na uwezo wetu na imani yetu katika Mungu. Tunapofika mahali pa kuhoji wema na rehema za Mungu, tujue tunahitaji tufahamu kwamba ni changamoto. Wale uliowaamini labda wamekuacha, kile ulichotegemea hakikutokea, na kile ulichokuwa umekiwekea tumaini kimesambaratika. Ndipo sehemu shaka linaingia, na ndipo sehemu ni rahisi sana kuanza kumwekea Mungu shaka na kwa rehema na neema Mungu alizokuwa nazo kwa ajili yetu. Sikiliza, zingatia kuwaza kwamba Mungu ni nani na uwezo aliyokuwa nao. Usianze kuombea shida zako, anza kukumbuka ukuu wa Mungu, uwezo wake unaopita mategemeo yetu. Tambua kuwa Mungu habadiliki, haijalishi hali yetu na changamoto tunazozipitia. Na ndio maana nakumbuka matendo ya zamani, badala ya kuombea shida, Asafu anaanza kuombea ukuu wa Mungu. Anaanza kukumbuka, ili tuweze kuwaambia wengine kuhusu kazi za Mungu,
katika maisha yetu, unapokutana na changamoto katika maisha yako, katika maisha yangu, nahitaji nifike sehemu nianze kumwangalia Mungu na ukuu wake, na katika zile changamoto kuanza kusema Mungu nashukuru, na nianze kuomba huku nikianza kujiona kwamba namna nitakavyoelezea ukuu wa Mungu katika maisha yangu katika jambo hilo. Muhtasari wa wokovu wa Mungu ni kwamba angalia uwezo wa Mungu wa kuokoa. Kauli yenye nguvu kwamba habadiliki. Kile unachokiogopa kinamwogopa Mungu. Kile tunachokiogopa Mungu ana uwezo wa kukabiliana nacho kuliko sisi tunavyoweza kujua. Na ndio maana katika Zaburi 77 kuna sehemu Asafu anasema, maji yalikuona na yakaogopa. Kipindi wana wa Israeli wamefika mwisho, kumbe ndiyo sehemu Mungu kuanzia mwanzo alikuwa amewapanga wafike ile sehemu, kwa sababu Mungu na sio Musa ndio alikuwa amewaongoza kufika pale. Na baada ya kufika pale, Mungu alikuwa anajua kitakachoenda kutokea, na aliwaweka pale kwa makusudi ili katika ile changamoto waweze kushuhudia namna maji yalivyoogopa, yanayokatakavyogopa na kutetemeka na kusambaratika, na wana wa Israeli wakapita katikati. Na Farao na jeshi lake waliogopa, na wao walivyoingia majini wakafanya nini? Wakasambaratika. Kumbe muhtasari wa wokovu wa Mungu niangalia uwezo wa Mungu wa kuokoa. Vilindi vilifadhaika. Farao na jeshi walivyomaliza kupita katika yale maji, ndio ulikuwa mwisho wa adui wao. Na ndipo tunakumbuka wanafunzi kwenye mashua walipomwamsha Yesu katika Marko 4:37 mpaka 38. Akasema, ikawa tufani kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye alikuwa ndani ya mashua amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, mwalimu, hujali kwamba tunapotea? Yawezekana wewe na mimi tuko sehemu fulani katika maisha na tunaanza kuzama, maji yanaanza kujaa katika chombo chetu cha maisha. Labda ni madeni, labda ni ugonjwa, labda ni ndoa, labda katika masomo, labda katika mahusiano. Kuna sehemu fulani tunaanza kuona hapa hatuchomoi, hapa ndio mwisho wetu, hapa ninaenda jela. Lakini kumbe Mungu kwa sababu ametuongoza, ametuweka pale, na tuliamua kuwa waaminifu. Tunapofika pale, tunahitaji tusiweke shaka katika kile Mungu alichokisema. Na maji na upepo vinamwogopa Mungu. Sikiliza, hata atomi zinaogopa. Mitikisiko ya ardhi inaweza ikatulia. Maji yalikuona na yaliogopa. Yesu aliposimama katika chombo na kuongea na kumwomba Baba yake wa mbinguni, nini kilitokea? Pale pale bahari ilitulia. Sikiliza, maji ndiyo yalienda kumshambulia Farao. Farao alidhani angeweza kufuata watoto wa Mungu, lakini imani yake haikuwa imani ya wana wa Israeli. Na imani inatembea pale ambapo hakuna nyayo, sehemu hakuna mtu aliwahi kupita. Na aya ya 19
Nasema njia yako i baharini, na mapito yako katika maji makuu, wala nyayo zako hazijulikani. Katika kitabu cha Zaburi 77 aya ya 19 nasema kwamba katika maji makuu ndiyo njia yako inapita, na nyayo haifanye nini? Hazijulikani. Yaani walipita sehemu hakuna mtu aliwahi kupita. Sikiliza, katika maisha yetu kuna sehemu, kuna changamoto zinaweza zikatokea na ukajikuta wewe unapita kwa namna hakuna mtu aliwahi kupita hivyo. Lakini kwa sababu Mungu amekupeleka pale, isingechukua imani ikiwa hakuna kutokuwa na uhakika. Labda kuna kifo cha mpendwa na unajiuliza jinsi utakavyosalia. Unawezaje kuendelea bila mtu wako wa karibu? Yote ambayo Mungu anakuomba ni kuamini yeye. Tumaini lako kumwekea yeye. Kusudi la Mungu ni kubwa kuliko tatizo lako. Mungu anasema nini kwa Musa? Wakati unalia na kulalamika, Mungu tayari anajua jibu. Njia ya Mungu ilikuwa wakati wote ilikuwa ikipitia katika bahari. Viatu vyao havikuwahi kuwa na unyevu wakati wanapita katika bahari. Ilikuwa ni ardhi kavu. Na ndicho tunachokiona katika maisha yetu. Hata Danieli alivyopita katika moto, hata harufu ya moto haikuwepo. Sikiliza. Ni kitu gani tunahitaji Mungu atufanyie ili tuweze kumwamini tunapopitia katika mashaka? Maadui wanatumika kutoa heshima licha ya mapenzi yao. Mungu kumbe ni Mungu anaruhusu shida ziingie katika maisha yetu ili nguvu yetu ya imani ikue, iweze kushindana na kirusi kinachoitwa shaka. Nakumbuka nilikuwa mwaka wa nadhani ni wa pili chuo, na ikatokea kwamba kuna somo nilifeli na nikahitaji kurudia mwaka, na angali nahitaji kurudia mwaka. Wakaniambia, sikiliza, unahitaji umalize mwaka wa 3, alafu hilo somo moja la semester moja urudie mwaka mzima, alafu ndio uendelee. Ili nikatisha tamaa sana. Nikasema haiwezekani. Nikaomba. Nikasema sitakubali. Nikaendelea kupambana. Mwisho wa siku ikatokea yale masomo yaliyokuwa yanafanyika, yalikuwa yanafanyika muda tofauti na haya masomo mengine, na nikaweza kupata kibali cha kuhudhuria hilo somo wakati ninaendelea na masomo mengine. Wakati wenzangu wanamaliza mwaka wa 3 na mimi nilimaliza mwaka wa 3. Wakati wenzangu labda wana masomo 7, mimi nina masomo 8. Na nilijua ni sehemu gani nilifeli. Changamoto ilikuwa kwamba ule mwaka wakati wengine wanajiandaa kwenye mitihani, kulikuwa na effort nilienda kuifanya. Nilikuwa nimeiweka moyoni na Mungu nilikuwa nasikia ananiita niende nikaifanye. Nikasema, Mungu kweli kwamba ninakutumikia, alafu linatokea janga la kiasi hiki? Sikuamini. Lakini nilivyomaliza mwaka wa 3 na kwenda mwaka wa 4, tulienda wote. Sikiliza, Mungu anaweza. Na kabla yangu na baada yangu hakuna mtu mwingine katika iko chuo aliyeweza kufanya hivyo. Kuna sehemu Mungu ana uwezo wa kukupitisha wewe mwenyewe ukashangaa.
Sehemu haijawahi mtu kupita, wewe utakuja kupita. Ni kitu gani rafiki kinaweza kukufanya wewe na mimi tumsahau Mungu? Tuanze kuweka mashaka katika kile Mungu anachotamani kutuambia. Sikiliza, tunahitaji tuanze kuomba na kumsifu Mungu. Tunahitaji tufike sehemu pale unapopata changamoto, unaanza kuomba huku ukisikia maneno yako na sauti yako ya ushuhuda utakayoenda kuisema Mungu atakayoenda kukifanya na kutatua changamoto na shida na tatizo unalolipitia katika huo muda. Tunakuwa na athari kubwa zaidi tunapoinua na kutoa ushuhuda kwa Mungu pale tunapopitia sehemu ngumu katika maisha. Ndipo pale tukiweza kuinua sauti na kuendelea kumsifu Mungu na kumshuhudia kwa wake na rehema zake hazijaisha na zi daima. Ushuhuda wetu utakuwa umekamilika, na Mungu katika majaribu yetu ya giza zaidi na nyakati ngumu zaidi ataweza kujiinua katika maisha yetu na ushuhuda wetu. Rafiki, ni kitu gani kitakufanya wewe na mimi tusianze leo kujifunza hili somo? Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, ninaomba jioni ya leo utubariki. Jioni ya leo uwe nasi. Rehema zako na fadhili zako zi daima mbele ya macho yetu. Katika changamoto zetu, hata siku moja tusisahau kwamba wewe unasi na unatulinda na hautatuacha kamwe. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.